God is good and all the time. Ni wakati mzuri nataka kumkaribisha wote katika kipindi hii ya wakati ni sasa. Kwa masaa hii naenda kumkaribisha pastor wetu Pastor Mwashigadi kwa ajili ya kipindi ya vijana ambapo tayari amewasili, na ningependa sisi sote tuweze kuamini na tupate ombi kabla niweze kumkaribisha. Kwa majina ninaitwa Baraza Boniface Omondi kutoka kanisa la Freetown, na tuweze kuomba kabla tuanze mafundisho ya siku ya leo. Tuamini na tuombe. Litukuzwe jina lako Bwana Mungu wetu, tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa wakati huu ambao umeweza kutufikisha jioni hii ya leo. Mungu wetu, tunaomba kwamba Roho yako Mtakatifu akaweze kutuongoza katika kipindi hii ambapo mtumishi wako anaenda kunena na vijana na wana wako. Zidi ukaa nasi, ni katika Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Karibu. Asante sana, nashukuru sana kijana. Leo naona tuko na Gen Z hapa. Sijui kama ninaweza muuliza maswali mawili. Manake ni kipindi cha vijana hiki. Nashukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia katika siku hii ya leo, ili ya kwamba tukaweze kukutana tena katika kipindi hiki ambacho tunachozungumzia vijana. Sijui kama kijana kuna mtu mwenye ameshakuambia kwamba wewe ni mtanashati sana. Yes, kunaye. Asante, nashukuru sana. Sijui kama kuna maneno machache unaweza kuzungumzia juu ya your personality. Okay, my personality. Kabla niseme my personality, let me say kwamba being me is just a privilege that I need to safeguard and develop. And before I say my personality, I'm kind of a man or a boy. I'm a youth that is hardworking and always strive to achieve that which he wants in life without fear or doubt. And another thing about me, I'm an open and honest guy. I don't believe in misleading the people or the people, yeah. I believe in doing everything fairly to everyone. And another thing about me, I'm assertive. I am an observant, very good observant. I am an organized man. I am very confident and patient. Another thing about me, that I am courageous enough. Another thing that I could say, that I'm neat guy. I am very clean. Asante. Naona ya kwamba wewe uko na page ya 50 za CV yako ya unajielewa vizuri. Sijui kama kuna jambo lolote kukuhusu wewe ambalo umeweza kulifahamu kupitia kwa watu wengine. Jambo ambalo nimeweza kufahamu kupitia kwa watu wengine. Nimeweza kufahamu kwamba naweza kuimba, niko na hiyo kipawa ya kuimba. And have developed it. Okay. I've developed it through people and through the choirs that I sing with. Initially back there I was not singing, but kukaa na watu imenifundisha kwamba I have that ability to sing. And another thing that I would love to say is I can be a good leader. Okay. Yeah, I can be a good leader. I've learned that. Ya mwisho tu kabisa, kuna jambo ambalo watu wengine wote hawajui kukuhusu, lakini wewe unalijua peke yako. Jambo ambao wengi hawanijui kunihusu, physically you can see that I do smile always, but the deep me, the inside me, that I'm very strict guy. I'm strict. And okay. A lot of people don't know it. Okay. Yeah. Asante sana, ubarikiwe sana. Uwe na wakati mzuri. Asante. Nashukuru sana kwa jinsi kijana wangu anavyojielewa vizuri. Katika kipindi cha leo tungependa kuweza kusaidia ama kuweza kusaidiana ili kwamba tukaweze kujifahamu tena zaidi. Hiyo ndio lengo la kipindi chetu cha leo,
public opinion. Watu wanazungumza vipi kukuhusu, na jinsi watu wanavyozungumza kukuhusu kama vijana inawezaje kukuathiri ama inawezaje kukusaidia katika maisha yako, katika siku zako za kila siku. Kuna msichana mmoja ambaye alifanikiwa kuweza kujiunga na chuo. Alipoingia pale chuoni, alipenda sana kuweza kukaa kando, mbali na watu wengine, kwa sababu alikuwa mlemavu. Ulemavu wake ulikuwa ni mkono wake umeweza kupooza. Kwa sababu ya mkono huo kuweza kupooza, alipitia madharau mengi sana na kubandikwa majina ya kila namna kutoka kijijini. Na akajua hata hapa ambapo nimefanikiwa kuweza kuingia chuoni, bado watu wanaweza kunipatia majina mengine tofauti, na kwa sababu hiyo akawa ni mtu mwenye anakaa pembeni akiwa amejificha tu, kwa sababu ya kuwa na lile jina ambalo si zuri ya kulipenda sana kwa ajili ya ulemavu wake. Msichana yule alijizika katika masomo, ndio sababu akafanikiwa kuweza kuingia chuoni. Akiwa pale chuoni, akiwa amejiweka katika kona yake, hajihusishi na watu, kijana mmoja akampata katika kona ile, akamwambia, msichana unapendeza sana. Aliposikia kuna mtu ameweza kumappreciate mara ya kwanza katika maisha yake, aliingia katika box ya huyu kijana mara moja. Baada ya muda kidogo, yule kijana akasambaza maneno ya kwamba yule dada roho safi sana. Vijana walikuwa wanamiminika kwake. Wasichana wenzake, hasa wale ambao wako na umri mkubwa kumliko, wakamwendea wakamwambia kwamba hawa vijana wanakutumia vibaya, inatakikana ukaweza kutafuta jinsi utakavyoweza kujizuia. Yule msichana akasema, ninachopokea sasa sijawahi kuona maishani, sijawahi kupata attention ambayo ninaipokea sasa, na kwa sababu hiyo niwacheni ni enjoy. Alimaliza muhula wa kwanza, akamaliza muhula wa pili. Alipofika muhula wa tatu, akirudi nyumbani, hakuja tena shuleni katika maisha yake yote, kwa sababu alirudi nyumbani akiwa mjamzito, na sponsors wake, wadhamini wake wakaweza kupula, hawakutaka kuweza kumlipia tena kwa sababu ya walivunjika moyo, na hivyo ndivyo masomo yake yaliweza kuishia hapo. Kwa sababu wale vijana waliona udhaifu wa huyu dada, kwa sababu yako na mkono mmoja umepooza, anang'ang'ana kuweza kuuficha, wakajua kwamba hiyo udhaifu wataweza kuutumia kuweza kumanipulate katika njia moja ama nyingine, na utakuta kwamba aliwacha mambo yake ya masomo kwa sababu hakujifahamu na wala hakutaka kuweza kukataa appreciation ambayo alikuwa anaipokea kwa mara ya kwanza. Katika maisha tunakuta ya kwamba utakapokosa kuweza kujifahamu, utakapokosa kuweza kujijua, utakapokosa kuweza kufahamu mambo fulani katika maisha yako, itakusukuma ukaweze kutumika vibaya, ama ukafanya maamuzi ambayo si mazuri yatakayo kuingiza katika changamoto zingine zaidi. Vijana wengi tunaingia katika changamoto hizi kwa sababu hatujijui. Unakuja kushtukia kwamba mambo yamekuja na yakapita mengi, baadaye ndio unakuja kuangalia picha ya maisha yako nyuma, unakuja kugundua kama nimeingia katika msururu wa maamuzi ambayo yalienda yakifuatana, nikiwa ninafanya maamuzi ambayo hayastahili, ambapo ningekuwa nimeweza kufanya uamuzi mzuri. Leo hii ningependa tukaweza kusaidiana ili ya kwamba tukaweze kujua ni jinsi gani kijana ataweza kujielewa vizuri, ataweza kuwa na self awareness, atawezaje kuweza kujielewa vizuri. Na wanasaikolojia wameweza kugawanya maisha katika sehemu 4. Wamegawanya katika sehemu ya kwanza ni sehemu ya wazi, sehemu ya yale mambo ambayo ni ya kawaida unayofahamu kujihusu na unajua watu wengine wanajua kukuweza kukuhusu. Sehemu ya pili wanaita blind spot, sehemu ambayo wewe tu ndio unayefahamu
lakini watu wengine hawafahamu. Alafu kuna sehemu nyingine ambayo ni open area, sehemu nyingine ambayo ni sehemu ya tatu ambayo ni hidden area. Sehemu hii ni sehemu ambayo wewe haujijui, lakini watu wengine wanajua kukuhusu. Na ya mwisho ni unknown, sintofahamu, ambazo zimejaa katika ulimwengu huu. Unafikia kiwango ambacho hauwezi kujielewa. Tunajua ya kwamba kuna mambo yale ambayo ni ya kawaida, ambayo unayofahamu kujihusu, kama vile ndugu yangu ameweza kuelezea juu ya personality yake. Anajifahamu vizuri kabisa, anajua haya ndiyo yale mambo ambayo katika sehemu ya wazi. Na utakuta ya kwamba wengi tuko katika sehemu hii inachukua nafasi kubwa, lakini itasikitisha sana iwapo kama yale mambo ambayo ni ya kawaida yatakuwa ni mambo ambayo hauyajui katika maisha yako. Kwa mfano, kijana anaweza kuwa ni mtanashati kama vile ambavyo ameweza kutoka hapa akaweza kutueleza, lakini atakaposikia mtu akisema ya kwamba wewe ni mrembo, wewe ni mtanashati, unasikia kwamba hilo ni jambo ama ni njia mojawapo ya kuweza kukufanya ukaweza kusikia udhaifu. Kijana msichana, kijana mvulana, sote tunatakana tukaweza kujifahamu vizuri, na tunatakana yale mambo ambayo ni ya kawaida yasije yakaweza kukuingiza katika majaribu. Ukisoma katika kitabu cha Marko 9 mstari wake wa 23 hadi 25, tunampata mzee mmoja ambaye alikutana na Kristo. Baada ya kuleta mtoto wake akaweza kutolewa mapepo, mzee huyu akaweza kujaribu na wanafunzi, yule mtoto hakuwa ameweza kusaidika, na kwa sababu hiyo akaweza kukutana na Kristo. Yesu anapokuja mbele yake anawaambia kama utaamini, mtoto huyu atakuwa sawa sawa. Yule mzee akaweza kumgeukia Kristo. Fungu la 24, mara baada ya yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Anasema kwamba japo ninaamini, lakini ninafahamu ya kwamba mimi niko na sehemu ambayo siwezi kuamini, na kwa sababu hiyo anamwambia Kristo ya kama nisaidie kule kutokuamini kwangu. Inawezekana ya kwamba kuna yale mambo ambayo ni ya wazi katika maisha yako kama kijana, hayatakikani yakaweze kuingia katika sehemu ya sintofahamu. Inatakana ukaweze kujijua na kuweza kujifahamu vizuri, hasa yale mambo ambayo yako ya wazi. Kuna mambo fulani ambayo kama kijana unaweza kuyafahamu, lakini yamefichika katika watu wengine, na utakapokosa kuweza kufahamu ama kuweza kutaka kuweza kufungua sehemu hii ikaweza kufahamika vizuri, watu watakosa kuweza kukuelewa. Yesu aliweza kuita wanafunzi wake, akawaita katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 13 hadi 17, akawapeleka mpaka kijiji ambacho kinaitwa Kaisaria Filipo. Huu ni mji ambao kwa kawaida uko mbali kidogo na Yerusalemu, na kwa sababu hiyo sehemu hii wengi wanaabudu miungu mingine. Anapofika pale anauliza wanafunzi, hivi watu wanasema kuwa mimi ni nani? Alafu wanafunzi wanamgeukia, wanawaambia wengine wanasema ni nabii, wengine wanasema ni Elia. Alafu akawageukia wao akawauliza, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Petro aliweza kutoa jibu la kipekee, akasema wewe ndio Kristo, mwana wa Mungu. Jambo hili lilimfurahisha sana, akamgeukia Petro akamwambia kwamba haya ambayo umeweza kuyazungumza si mwili huu na nyama ambayo ameweza kufunulia, lakini Baba aliye juu mbinguni. Na kwa sababu hiyo Yesu alitaka kuweza kujua kutoka katika wanafunzi, watu wengine wananisema kuwa mimi ni nani? What is my public opinion? Watu wengi wanazungumza mimi kuhusiana ni nani? Na utakuta ya kwamba wanafunzi waliweza kutoa yale ambayo waliweza kutoa, lakini kuna jambo ambalo alitaka wakaweze kulifahamu ama wakaweze kuweza kulizungumzia. Na Petro alipozungumza aliweza kujua kweli hapa kuna mmoja ambaye ameweza kunifahamu na ameweza kunielewa vizuri. Ni vizuri kama kijana ukajaribu sana, ukaweze kupunguza sana the blind spot. Ujaribu sana ukaweze kupunguza hizi sehemu ambazo zimefichika kwako na zitumia kama silaha. Zimeweza kufichika kwako lakini watu wengine waweze kuzijua. Kadri unavyokuwa na mambo ambayo unayaficha katika maisha yako, yanakuongoza katika sehemu ambazo si nzuri.
Kadri unavyokuwa uko na mambo, uko na hali fulani ambazo zinafichika katika maisha yako, japo watu wengine wanaweza kuwa hawajajua kwa sasa, lakini atakapojulikana tena wakati mwingine itakuingiza katika changamoto. Na kwa sababu hiyo, kama kijana, ni vizuri ujaribu iwezekanavyo chochote unachosikia watu wanazungumza kama udhaifu juu yako, ujaribu sana kuweza kukiondoa katika maisha yako. Na zaidi, kile unachokijua hasa kama udhaifu na kimeweza kufichika, ujaribu kwa hali zozote zile, ili ukaweze kuhakikisha kwamba unajifunua, ukaweze kuwa ni mwenye kuweza kueleweka vizuri zaidi. Jambo la tatu ambalo tumeweza kuzungumzia ni hidden area, ile sehemu ambayo watu wengi wanajua kukuhusu lakini wewe haujui. Unahitaji watu ili ya kwamba ukaweze kujifahamu. Kuna vijana ambao wanajipatia ujasiri wa kuweza kuwa mtu msiri ama mtu ambaye hayuko social sana. Wakati unapokuwa hauna marafiki, hautaweza kujifahamu vizuri. Manake marafiki kando na ushawishi mwingine wanakusaidia kuweza kujijua na kuweza kujifahamu vizuri. Kadri unavyoongea na watu wengine, ndivyo ambavyo itaweza kukusaidia kuweza kujijua na kuweza kujielewa vizuri. Na utakapokuwa una interact ama unakuwa na mahusiano sana na watu, inakusaidia kuweza kupunguza yale maeneo ambayo yanaweza kuwa hayawezi kujulikana kwako. Alafu ya mwisho ni the unknown. Kuna mambo mengi ambayo kwako hayajulikani na kwa watu wengine hayajulikani, na hapa ndipo uwezo mkubwa katika maisha yako umeweza kuwa. Iwapo kama ungejua, ungepata njia ya kuweza kufahamu uwezo mkubwa ulioko nao, itaweza kukubadilisha sana na itaweza kukusaidia katika maisha yako. Mtu mmoja aliketi na akaweza kuangalia jinsi watu wanapata shida kuweza kunywa soda, kwa sababu ile chupa iko kubwa kidogo, nafasi ya kuweza kunywea soda ile iko pale, lakini wanapata shida kuweza kuinua kuweza kunwa. Akaamua ataenda kutengeneza chombo kitakachosaidia mtu anapokunywa soda ikaweze kuwa rahisi. Akaenda akatengeneza straw, na alipotengeneza straw ikawa ndio inatumika. Ile straw haiuzwi dukani, lakini mpaka leo hii Coca-Cola hawajafikiria kuweza kuandamanisha soda zao pamoja na straw. Unapokuwa unauza soda, lazima ununue soda kando na ununue straw kando, ili iweze kukusaidia wewe kuweza kuuza soda ile kwa watu wengine. Akili ile ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kumpatia yule jamaa, yule mmoja, kila mmoja wetu tuko nayo. Kila mmoja Mungu ameweza kumbariki katika njia yake, lakini saa zingine uwezo mkubwa umetulia katika yale ambao hauyajui. Utakapoweza kuyafahamu, yataweza kukusaidia sana kama kijana katika maisha yako. Vijana wale wanne pale Babiloni walipatikana na changamoto kubwa. Katika kitabu cha Danieli 2, ukisoma mstari wa 28 unasema, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Danieli anatokezea mbele ya mfalme baada ya kupata habari ya kwamba wao pamoja na wenye hekima wengine wote wa Babiloni wamewekewa kuweza kuangamizwa. Na alipofahamu hivyo, akamwambia Arioko ya kwamba nipatie muda nikaweze kwenda mbele za Mwenyezi Mungu na nikaweze kuomba hii siri ambayo imeweza kufichwa katika mfalme. Nina imani ya kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kutufunulia. Yule jamaa alikuwa na wasiwasi sana, kwa sababu jukumu alilopewa halilikuwa ni jukumu rahisi. Akasema ya kwamba wacha tukaweze kukupatia muda. Alapokaa akaweza kupata ufahamu, akaenda akaomba na Mwenyezi Mungu akaweza kumfunulia. Alipoweza kumfunulia, akasimama mbele ya mfalme. Mfalme alikuwa ameahidi mambo mengi sana katika yoyote ambaye atakayekuja na kumpatia tafsiri ya ndoto ile. Akaweza kumwambia ndoto ni gani na tafsiri yake ni gani.
Danieli anaposimama mbele ya mfalme hakuanza na kile ambacho anachohitaji. Hakuanza na kuweza kuelezea mfalme, unajua sisi tuko hapa, niko na changamoto hii, unajua kwamba kwetu kuna jambo hili linalohitajika. La, hakuweza kuanza na hilo, lakini Danieli aliweza kutangulia na akaweza kusema kwamba yuko Mungu mbinguni. Hili ndio lilikuwa tamko lake la kwanza aliposimama mbele ya mfalme. Akamwambia kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye anaweza kufunua siri. Wakati mwingi tumetafuta company, tumetafuta vikundi vya kuweza kutusaidia, mawaidha yao yakaweza kutusaidia kuweza kutambua kile ambacho kinaweza kuwa kimefichika katika maisha yetu. Na hili utakuta ya kwamba linatusumbua sana sisi kama Wakenya. Wakati mwingi utakuta kwamba utakapoona ya kwamba mtu amefungua biashara yake na inafanikiwa vizuri, ni rahisi kuweza kwenda kufungua the same biashara kama hiyo kando na wewe. Unapofungua hivyo ni kwa sababu haujaweza kujua kwamba wewe pia Mungu amekuwekea talanta na vipaji katika maisha yako ambao vinaweza kukufanikisha zaidi ya jinsi ambavyo unavyoona wengine wanaweza kufanikiwa. Tutakapomtegemea yeye, ana uwezo wa kutusaidia na tukaweza kufanikiwa tena zaidi kuliko vile ambavyo tunaona wengine wakiweza kufanikiwa. Danieli aliweza kutambua siri hiyo, akajua kwamba japo jambo hili limefichika katika watu wengi, lakini nina imani ya kwamba sisi tutakapomtegemea Mwenyezi Mungu na kuweza kumuomba sana, ataweza kufunua. Na jambo hili Mwenyezi Mungu akaweza kumfunulia. Na anapofika mbele za mfalme, hajiangalii yeye, lakini anatoka na anaweza kutangulia kuweza kuzungumza. Anasema ya kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye anayejua kuweza kufunua siri, na amenuia kuweza kukuambia we mfalme mambo ambayo atakayotendeka katika siku zinazokuja. Na anatangulia kuweza kutoa tafsiri ya ndoto ile akaweza kuelezea pale chini. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuweza kukufunulia kijana zile sintofahamu zote ambazo zimeweza kujaa katika maisha yako. Na fahamu ya kwamba tutakapokosa kuweza kujielewa katika maisha yetu, tunaingia katika mambo mengi ambayo yanaleta changamoto kubwa katika maisha yetu. Leo hii unafanya uamuzi ambao haufai, kesho unakuja kujipata umeweza kufanya uamuzi mwingine ambao haufai, na inaendelea hivyo kwa muda mrefu, kiasi ya kwamba wakati utakapokuja kuweza kujielewa, unatafuta njia kuweza kurudi kufanya maamuzi ambayo ni mazuri, unajipata ya kwamba inakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kurudi katika kuweza kufanya uamuzi mzuri. Na kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu huyu anafahamu changamoto ambazo tunazozipitia, na angependa wewe kijana ukaweze kujifahamu, ukaweze kutoka katika zile sehemu ambazo zinaweza kuwa zimefichika katika maisha yako, ili ukaweze kujielewa vizuri. Na zaidi utajifahamu vizuri wakati utakapotambua ya kwamba kama kuna kitu cha maana katika maisha yako, sio kuzaliwa tu, wala kufikisha ama kuweza kufanikisha mambo mengi katika maisha yako, lakini ile siku unapotambua ni kwa sababu gani ulizaliwa, ni kwa sababu gani Mwenyezi Mungu amehifadhi maisha yako mpaka leo hii, utakapotambua hilo, huo ndio muujiza wa kipekee ambao unatendeka katika maisha yako. Utakapojua sababu ni kwa nini Mwenyezi Mungu ameweza kukubali kuhifadhi maisha yako mpaka sasa, ni jambo ambalo litakuwa ni la msingi sana katika maisha yako. Manake yale malengo ambayo Mwenyezi Mungu yuko nayo katika maisha yako yataweza kutimia vizuri wakati utakapokuwa unaweza kufahamu hayo. Paulo alifikiria kwamba anamjua Mwenyezi Mungu, na alifikiria kwamba anaweza kujielewa sana. Alikuwa na msukumo mkubwa katika kuweza kufanya mambo mengi ambayo kwake yeye aliona ya kwamba yatakuwa ni ya sawa kabisa. Aliona ni kama anaweza kujifahamu vizuri, na alikuwa na ujasiri mkubwa kuweza kutoka na kuweza kuhakikisha ya kwamba ameweza kuwatesa wale wote ambao walikuwa ni wafuasi wa Kristo. Maandiko yanatushuhudia ya kwamba hata wakati Stefano akiweza kugongwa na mawe, Paulo alikuwa pale karibu, na alikuwa ni kijana, ujasiri mkubwa kabisa. Lakini siku moja akiwa njiani kwenda Dameski, akaweza kumuona, akaweza kupata muujiza. Muujiza huu akaweza kusikia punda inaweza kuzungumza, na ikaweza kusema ya kwamba
akasikia sauti ikisema ya kwamba mimi ni Kristo unayeniudhi. Kutoka siku hiyo mtazamo wote alioko nao uliweza kubadilika na siku hiyo moja. Yule mwanamke Msamaria alikuwa anajua kwamba Mesaya anakuja, alikuwa anafahamu kabisa kwamba Mesaya anakuja, lakini ufahamu wake haukumuelekeza ya kwamba amefika tayari. Anapokutana naye pale kisimani, anasikiza yale mambo yote ambayo anayozungumza, lakini wakati anapotambua ya kwamba huyu ndiye Mesaya ambaye ameweza kuja, yule ambaye ninaweza kuwa ninamtarajia, aliweka mtungi wake chini na akatoka kuweza kwenda kuzungumza juu ya uhusiano wake na huyu Mesaya ambaye ameweza kukutana pamoja naye. Yaliyokuwa yanafichika katika maisha yake, Yesu alimtafuta na akaweza kumpata na akamfunulia. Kilichomfanya akaweza kujificha ikawa sio kujificha tena, lakini akaweza kutokezea kwenda kuwa wazi. Kijana mmoja huenda ikawa alikuwa pamoja na Kristo. Manake ushuhuda wake anaotamka katika maneno yake ni ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa anamfahamu Kristo vizuri kabisa. Wakati Yesu ilipofika wakati wake kuweza kupelekwa msalabani, alifika pale na akaweza kutundikwa msalabani na vijana na watu wengine wawili. Walipokuwa pale, mmoja akaweza kukejeli, na alipoweza kukejeli, huyu mmoja akaweza kumwangalia mwenzake, akamuuliza ya kwamba hivi unafahamu huyu ni nani ambaye unayemkejeli? Huyu kijana huenda ikawa alikuwa anamfahamu vizuri kabisa Kristo, kwa sababu ushuhuda wake unaonyesha wa mtu ambaye alikuwa anamjua sana, lakini akakosa kuweza kujifahamu vizuri na akafanya maamuzi mengi ambayo yalikuwa ni kinyume, yakaweza kumuongoza akaweza kuwa mwizi ambaye alikuwa ni stadi kabisa. Kinachomfanya akaweze kushikwa katika wizi ni kwa sababu hakuna siku alipata nafasi ya kuweza kupumzika. Kila wakati alipotaka kuweza kuachana nayo, aliweza kuona opportunity nyingine inatokezea. Huenda ikawa katika safari za Kristo walikutana naye sehemu, lakini anapotaka kuweza kujitoa, anaambiwa na ile kikundi chake ya kwamba kuna sehemu ambayo tumeweza kupata, kuna deal ambayo tumeweza kuipokea, na hii deal haiwezi kwenda njia nyingine, lazima tukaweza kufanikisha hii. Anapotoka kuweza kufanikisha, anataka kuweza kurudi, anakuja kujipata tena ameweza kutokezea dili nyingine, na akatoka hivyo akaweza kwenda kwa nyingine, akaweza kwenda kwa nyingine, akaweza kwenda kwa nyingine, akijua kwamba labda pengine kuna nafasi itaweza kuja kutokezea nikaweze kuachana nayo. Askari wa Rumi wakaweza kumpata na hukumu yake ikaweza kutolewa. Hukumu yake ilipotolewa haikuwa na kazi nyingine kabisa isipokuwa ni kuweza kuwekelewa msalabani. Ukiona ya kwamba ana hukumu yake inaletwa ya kuweza kumwekelea pale msalabani, huyu lazima alikuwa ameweza kuichosha, alikuwa ameweza kuchosha utawala wa wakati ule. Na alipoweza kupelekwa kuweza kuwekelewa pale msalabani, akajua kwamba sasa nafasi yangu imeshakwisha. Kijana huyu akiwa pale akaweza kuona umati mkubwa unakuja, ukiweza kuwaelekea. Walipofika akaona ya kwamba yule mtu mwenye analetwa hapa ni yule ambaye nimekuwa nikikimbia, ambaye nimetamani nikaweze kuyapeana maisha yangu, lakini nimekosa nafasi kwa sababu niliweza kujizika sana katika wizi huu. Na sasa anakuja kufanya nini hapa? Anapofika anakuja kugundua ya kwamba huyu ndiye ameletwa akaweza kuwekwa karibu na yeye. Yule ambaye alikuwa aekelewa msalabani pamoja nao Barnaba alikuwa ameshawachiliwa, na huyu akaweza kuchukua nafasi yake. Anapofika pale anawekwa msalabani, anawekelewa juu. Anapofika hapa akiwa ameinamisha kichwa chake, hajui ni vipi ambavyo huyu ataweza kujua ya kwamba mimi ndio yule ambaye nilienda hapo kuweza kuwa mwizi ambaye ninakuja kuwekelewa hapa msalabani. Akasema mimi na yeye asijui ni nini ambacho kitaweza kutufanyia introduction, lakini sidhani kama kuna chochote nitaweza kuzungumza sasa. Yule kijana akiwa ametulia hapo, akasikia mwenzake ameamka na kejeli moja. Aliposikia kejeli hii, huyu kijana
akainua kichwa chake na akamwambia, sisi tuko hapa kwa sababu ya makosa yetu. Tuko hapa kwa sababu ya makosa yetu, lakini huyu ambaye tuko naye hapa, hakuna jambo lolote ameweza kulifanya. Ushuhuda wake unadhibitisha kijana ambaye alikuwa anamfahamu Kristo vizuri kabisa. Lakini kwa sababu alikuwa ameshafungua kinywa chake kuweza kuzungumza, akasema sitaweza kumalizia hapo. Akamgeukia Kristo, akamwambia, ile siku utakapoleta ufalme wako naomba ukaweze kunikumbuka. Yesu naye akaweza kumgeukia akasema, nilimwambia Yuda Iskarioti chenye anatakana kuweza kufanya na afanye kwa haraka sana, kwa sababu kumbe Kristo alikuwa anamtafuta huyu kijana ambaye amepotelea katika sintofahamu, ambaye amepotelea katika wizi. Alijua kwamba niko na nafasi moja peke yake ya kumfikia, na ndiyo sababu akaweza kukubali haraka ile ikaweza kumpeleka pale msalabani. Akafungua kinywa chake na akatamka hivi ya kwamba, leo hii na kuhakikishia ile siku nitakapokuja na ufalme wangu tutakuwa pamoja nawe paradiso. Kijana yule anapokea tumaini hili kwa siku ya mwisho kabisa katika maisha yake. Yesu huyu ambaye tunayemwamini anafahamu zile sintofahamu ambazo ziko katika maisha yetu kama vijana, kutojielewa na kufanya maamuzi mengi kwa sababu hatuelewi umbali wa yale maamuzi tunayofanya ataweza kutufikisha kiwango gani, hasa yale ambayo ameweza kufichika sana katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo Yesu huyu anatamani akaweze kuwa na nafasi katika maisha ya kila kijana, ili akaweze kumfunulia yale ambayo ameweza kufichika katika maisha yake, na atakapofunuka itamsaidia kuweza kuishi maisha ambayo yataweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mungu akaweze kuwabariki. Ningependa kuweza kuomba na kijana. Mtakatifu Baba uishe juu mbinguni, unafahamu vijana wetu wanapitia changamoto kiasi gani. Sintofahamu zimejaa katika ulimwengu huu nyingi, ambapo wanafanya maamuzi mengi yasiyofaa. Leo hii kapate kuweza kupata nafasi ndani ya mioyo yao, ukawaongoze kuweza kuyafunua yale ambayo yamefichika katika maisha yao sana. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Asante sana mtumishi mchungaji